Kila mtoto, bila kujali yuko katika mazingira gani, haki zake za msingi hazina budi kulindwa kwa nguvu zote katika misingi ya kuthamini utu wake ili aweze kukua akiwa na uwezo wa kutatua changamoto zake kwa njia chanya, lakini pia kutoa mchango mzuri katika jamii inayomzunguka. Kauli hiyo imetolewa leo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026 na mkurugenzi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Makundi Maalum na Watoto, ndugu Sebastian Kitiku, alipokuwa mgeni rasmi katika kufungua mafunzo ya watendaji kuhusu usalama wa mtoto gerezani. Mafunzo yaliyofanyika katika ukumbi wa Rugimbana, eneo la Msalato, jijini Dodoma. Mimi nimefurahishwa na kuona kwamba sasa Jeshi la Magereza limekuja na mwongozo ambao ni mahususi kwa ajili ya watoto ambao wako hapa ndani ya Jeshi la Magereza. Na watoto hao kama mlivyoeleza, kama kiongozi alivyoeleza, watoto hawa wako hapa kwa namna mbili kubwa. Ya kwanza ni wale ambao wanaambatana na wazazi wao, wanaambatana na mama zao kutokana na changamoto ambazo mama zao wamezipitia, sasa wamejikuta wanatumikia kifungo. Lakini la pili ni wale ambao wamekizana na sheria, lakini kwa namna ambavyo sheria sasa imechukua nafasi yake, basi hao watoto wamejikuta ni lazima watumikie kifungo. Kwa hiyo wote ni watoto. Sasa kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya mtoto ya taifa ya mwaka 2008 na mikataba ya kikanda na mikataba ya kimataifa, watoto wote wana haki zinazofanana, awe humo ndani awe nje ya magereza. Labda niwakumbushe tu, na nilikuwa nateta na Kamishna Kavirondo akaniambia kwamba sera hii ya haki na usalama wa mtoto imezingatia miongozo ya kitaifa na sera ya maendeleo ya mtoto iliyopo. Sasa sera ya maendeleo ya mtoto tulionayo ya mwaka 2008 ni muda mrefu kidogo, na tunafikiria kuifanyia maboresho. Ina maeneo makubwa 5 ambayo imezingatia, na naamini sera ya haki na ulinzi wa mtoto ambayo ninyi mmeiandaa Jeshi la Magereza, ninaamini nayo imezingatia maeneo hayo. Na sisi wakati tunaiandaa sera hiyo mwaka 2008 tulitohoa kwa kiwango kikubwa kutokana na matakwa ya kikanda na kimataifa ya haki na usalama wa mtoto duniani. Sasa sera hii ya maendeleo ya mtoto ina maeneo makubwa 5 kama nilivyosema. La kwanza ni haki ya kuishi. Watoto wote wana haki ya kuishi. Hatuna sababu yoyote kwa namna yoyote ile kukatisha uhai wa mtoto akiwa tumboni mwa mama yake au anapozaliwa mpaka chini ya miaka 18. Kwa hiyo watoto wote wana haki ya kuishi. Lakini eneo la pili, haki ya kuendelezwa. Mtoto akizaliwa, mara tu anapozaliwa, anapoanza ile safari yake ya makuzi, ana haki ya kuendelezwa kwa kutambua vipaji vyake, lakini vile anaendelezwa kielimu. Eneo la tatu la sera ya maendeleo ya mtoto ni haki ya kulindwa. Ni usalama ambao nanyi mnauzungumzia. Ni haki ya kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa salama katika makuzi yake, tangu anapokuwa tumboni mwa mama yake, anapozaliwa na anapokuwa mpaka chini ya miaka 18. Usalama, ulinzi wa mtoto ni haki yake ya msingi. Eneo la 4 ni haki ya kushiriki. Watoto kwa umri wao wana haki ya kushiriki katika masuala yanayowahusu. Kama unamwandalia sera, sina uhakika kama watoto waliokuwa huko ndani walishiriki katika kuandaa sera na haki na ulinzi wao. Watoto kwa nafasi yao bila kujali umri, una haki ya kumshirikisha kwa kile jambo ambalo linamhusu. Na hili tunalifanya sisi tunapowaandalia sheria, tunapowaandalia sera, tunapoandalia miongozo mbalimbali, huwa tunawashirikisha watoto kupitia mabaraza yao ya watoto ambayo yako katika shule za msingi na sekondari nchi nzima. Kwa hiyo wana uwakilishi wao, tunawashirikisha katika kuandaa miongozo mbalimbali ya nchi. Ya 5 na ya mwisho ni haki ya kutokubaguliwa. Watoto wote wana haki sawa bila kujali mtoto huyo ametoka katika mazingira gani. Mtoto ni lazima alindwe, asibaguliwe dhidi ya aina yoyote ya ubaguzi. Kwa hiyo
mtoto ni lazima alindwe, asibaguliwe. Mtoto aishi katika mazingira ambayo ni salama katika umri wake wote wa utoto mpaka atakapovuka ile miaka 18. Aidha, mgeni rasmi ameainisha makundi ya sera hiyo, kwamba sera hii ya haki na ulinzi wa mtoto imegawanyika katika makundi matatu. La kwanza linahusu sera yenyewe, namna ya kumhendo huyu mtoto akiwa hapa ndani ya magereza. Lakini eneo la pili ambalo nalo kweli limenipa faraja kubwa ni namna ambavyo huyu mtoto akifanyiwa ukatili, kwa mfano, au abuse ya aina yoyote, kuna namna ambavyo kuna taratibu ambazo zinatumika kwa ajili ya kutoa malalamiko yake. Kwa hiyo mtoto huyo anasaidiwa na wasaidizi wake kuhakikisha kwamba kunakuwa na mechanism nzuri, njia nzuri ya kuhendo malalamiko yake. Lakini la tatu ambalo kwa kweli nalo limekuwa ni zuri ni ile code of conduct. Yule anayeshughulikia hayo malalamiko, yule anayeshughulikia masuala ya watoto, ana minimum standard zipi ambazo zinamuongoza katika kushughulikia masuala ya upatikanaji wa haki na usalama wa mtoto. Hayo maeneo matatu kwangu mimi yamenipa faraja kubwa sana kwamba kweli jeshi la magereza liko serious kushughulikia masuala ya usalama na haki za watoto. Pamoja na mambo mengine, ndugu Kitiku amehitimisha kwa kuliomba jeshi la magereza kuona ni kwa namna gani litaweka kipaumbele umuhimu wa suala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tuone namna ambavyo tutalipa umuhimu suala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kitaalamu wanaita early childhood development. Nitalizungumza kidogo ili tupate uelewa wa pamoja. Wengi tumeshuhudia, tunaona kuna vituo, sina uhakika kamishna, huwa kuna vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Tulitembelea gereza la Isanga rafiki miaka 2 iliyopita, tulikuwa na mheshimiwa waziri, tulikuta kuna center pale imeandaliwa kwa ajili ya watoto wadogo, malezi na makuzi ya watoto wadogo mchana. Sasa hizi kwa kawaida ni kama daycare center zingine zozote. Lakini tafiti za kimataifa zilizofanyika na zilifanyika mwaka 2018-19, sisi tukaja na mwongozo wa taifa wa namna ya kusimamia tafiti hizi, zilibainisha kwamba ukuaji wa ubongo wa binadamu yoyote, ukuaji wake ubongo ule unakuwa kwa takriban 90% kwa umri kati ya mwaka 0 mpaka chini ya miaka 5. Naomba nilisisitize hili. Umri ya chini ya miaka 5 ndio ile brain development ya mtoto. Ukuaji ninaozungumza mimi sizungumzi ukuaji kwa maana ya volume, ukubwa wa ubongo, kiwango cha ukubwa wa ubongo, hapana. Tunazungumza ule uwezo wa mtoto wa kuelewa mambo, kutafakari mambo, kufikiri, kujenga hoja. Mpaka uwezo huo unaanza wakati mtoto mdogo unakuwa mpaka kufikia umri wake wote, yaani kwa maana anakuwa mtu mzima. Kwa hiyo ukiutengeneza ubongo akana uwezo mkubwa wa kufikiri, ule uwezo wa akili ya kufikiri, kutafakari mambo, kujenga hoja, kuunganisha mawazo, ukikua ukienda unakwenda kwa umri wake. Huyu mtoto anaanza kupata uelewa akiwa darasa la awali kwa mfano, anakuwa na uwezo mkubwa wa kuelewa, anakwenda kwa umri wake mpaka anakuwa mtu mzima. Hawa watu wazima ambao tunawaona na uwezo mkubwa wa kutafakari mambo, wa kujenga hoja, wa kuunganisha zile hoja, na kama kuna issues ambazo kwa kweli tunasema huyu binadamu anatija kwa taifa lake, ni ujenzi ambao unaanza katika umri wa mwaka 0 mpaka chini ya miaka 5. Sasa hii inaitwa early childhood development. Sasa tunapozungumza na wataalamu kama ninyi mnayeshughulikia masuala ya watoto na kamishna yuko hapa, huwa hatuachi kuzungumza masuala ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto, kwa sababu ndio msingi wa kumlea mtoto kuwa binadamu mwenye tija maisha yake yote. Sasa vitu gani unatakiwa kufanyia mtoto ili awe na uwezo mkubwa huo wa akili ya kufikiri, kutafakari, kuchambua mambo? Unatakiwa kufanyia vitu vitano. Sasa hivi vituo ambavyo tunavisisitiza vijengwe kwenye kila mahali wanapopatikana watoto, hasa watoto hao wadogo wa chini ya miaka 5 wanakwenda mpaka miaka 8.
ni maeneo matano ya msingi. Eneo la kwanza ni eneo la afya. Tunasema ili mtoto awe na uwezo mkubwa sana wa kufikiri, kutafakari mambo, kuchambua mambo katika umri wake wa utoto mpaka anapokuwa mtu mzima, ni lazima mtoto huyu awe na afya njema. Mama akiwa mjamzito anasisitizwa aende kliniki akapime afya ya mtoto aliyoko tumboni mwake, ili mtoto huyu azaliwe salama. Changamoto yoyote itakayomkuta mtoto, changamoto yoyote ya kiafya itakayomkuta mtoto inapunguza ukuaji wa ubongo wa mtoto. Kwa hiyo la kwanza ni afya ya mtoto, lakini la pili ni lishe ya mtoto. Mama akiwa mjamzito apate lishe bora, lakini mtoto anapozaliwa, mtoto aanze kunyonyeshwa maziwa ya mama kama ilivyo kawaida, maziwa ya mama, lakini mtoto huyu aendelee kupata lishe ya kutosha katika umri wake wa utoto. Tunasema mtoto akishakuwa na lishe bora, inachangamsha, ina stimulate brain development ya mtoto. Kwa hiyo la kwanza ni afya, la pili ni lishe bora, la tatu ni uchangamshi wa awali wa mtoto, early stimulation. Uchangamshi wa awali wa mtoto unahusu mambo gani? Unahusu mtoto kuruka, kutoka, kuchangamana na watoto wenzake kule nje, kucheza, yaani mtoto acheze bebea. Na ndio maana kila tunapoona kituo cha malezi makuzi ya awali ya mtoto, daycare centers hizi, huwezi kukosa bebea. Wataalamu wanasema ile kucheza na ile bebea, kushika ule mchanga, kushika maji, vina stimulate brain development ya mtoto. Kwa hiyo yale mabebea yanayowekwa kule hayawezi kutoka sababu ya kufurahisha mtoto, yana stimulate ile brain development yake. Kwa hiyo hilo ni eneo la tatu. Kiingereza wanaita responsive caregiving. Responsive caregiving, ile kuitikia hisia ya mtoto. Akina mama wanalijua, mtoto akicheka unacheka naye, mtoto akianza kutambaa na nyingine tambaa naye, lakini akiwa mdogo kabisa, ile skin to skin touch, ule kugusana ngozi ya baba na mtoto, mama na mtoto, ina uhusiano mkubwa sana wa ukuaji wa ubongo wa mtoto. Na mwisho ni ile ambayo tunasisitiza kwenye sera, usimamizi na usalama wa mtoto. Changamoto yoyote ya mtoto, kipigo cha mtoto kinachosababisha mtoto apate maumivu ya kuudhuru mwili, unaweza kuudhuru mwili au saikolojia ya mtoto, ina athari kubwa sana katika ukuaji wa ubongo wa mtoto. Mtoto yeyote kiudhuru mwili wake akatengeneza sonona, inatatiza ukuaji wa ubongo wa mtoto. Sasa wataalamu wanatushauri, wanasema masuala yote haya matano yana umuhimu unaofanana. Naye kwa upande wake kamishna wa sheria na usimamizi wa magereza CP Nicodemus Tenga, akimkaribisha mgeni rasmi kuzungumza na hadhira, amesema suala la ulinzi wa mtoto magerezani aliepukiki, hivyo kuwataka watendaji kuzingatia mafunzo yatakayotolewa na kuyafanyia kazi, huku kamishna wa division ya fedha na mipango CP Bina Chocha Jackson katika neno lake la shukrani akisema kuwa jeshi litafanyia kazi na saa zote zilizotolewa. Swala la ulinzi wa mtoto kwenye jeshi la magereza ni jambo ambalo haliepukiki, kwa sababu majukumu ya jeshi la magereza haswa ya msingi ni ya ulezi na ya ualimu, kwa sababu anayekuja magerezani ameikosea jamii na tayari ametengwa na jamii. Tusipoweza kumlea, hatutaweza kumfundisha. Tusipoweza kumlea, hatutaweza kumrekebisha. Sasa katika kumlea, mojawapo ni kuhakikisha pia utu wake, utu wa yule aliyekuja gerezani hautatwezwa kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo jukumu la kumlinda sasa mtoto, na katika hili naomba nikuhakikishie, ndani ya magereza tuna watoto ambao wanapatana na wazazi wao. Ndugu mgeni rasmi, katika nasaha zako tumepokea mengi yenye lengo la kutimiza azma ya ulinzi wa usalama na mtoto gerezani.
tuko tayari kupokea hizi nasaha na kuzifanyia kazi, na tuna wajibu wa kufanya hivyo kama taasisi ya serikali. Kwa hiyo ni kuahidi kwamba kwa niaba ya jeshi tutazingatia nasaha zako zote ulizotupa. Lengo ni kwamba tutende haki, na kwa mujibu wa ile tume ya haki jinai ambayo iliunda Mheshimiwa Rais, kuna mapendekezo mengi kwa kwamba tutende haki muda wote. Sasa kutenda haki haishii tu kwenye iliko kwa pia haki lazima itendwe pia kwa watoto ambao wanaingia gerezani. Aidha, katika mafunzo hayo Kamishna wa Division ya Huduma za Urekebu CP Amina Jumanne Kavirondo amewasilisha mada ya sera na taratibu za ulinzi wa mtoto gerezani, ambapo pamoja na mambo mengine mengi amewaambia washiriki kuwa ili jamii iweze kuwa na kizazi bora endelevu, mtoto anabudi kupewa malezi na makuzi sahihi bila kujali mazingira aliyopo. Lakini first custodian wa mtoto ni mama. Kama first custodian wa mtoto ni mama, asamama kama ametenda kosa na analazimika kuja gerezani, uwepo wake gerezani yule mtoto si kwa sababu ni mkosaji. Hapana, tunatekeleza haki yake ya msingi ya kutokutenganishwa, na hiyo iko kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo tunaziona sasa. Ile feeling ya mama, ile process ya mama ina nafasi katika malezi na makuzi ya mtoto. Nitataka kuuliza kitu. Huruma inafundishwa au upendo unafundishwa? Kuna vipindi darasani vya shule vya kufundisha namna ya kuhurumia mtu, namna ya kupenda mtu, topic hiyo wanafundisha. Vipi? Sasa tuchukue scenario hizi mbili. Mtoto kaanguka, unaambia kitu cha mchezo mwangalie mwanza kuomba kile. Sawa? Na yule mwingine alianguka akaambiwa, pole. Nani? Hebu tumchape. Inapigwa ile sakafu. Umemzia mtoto wangu. Pole. Yule anakuwa na huruma. Kwa pili. Sasa wakati mwingine anasema mume hana huruma kwako, umechunguza lile dawadi. Kama malezi na makuzi sahihi ya mtoto ndio kipimo cha aina ya mtu atakavyokuja kuwa. Kumlinda mtoto na kulinda taifa la kesho, hiyo ni jukumu la wote, kuanzia ngazi ya familia, jamii, taifa kwa ujumla, katika malezi na makuzi stahiki ya mtoto. Kila mmoja awajibike kwa nafasi yake. Kwa magereza na sisi tutawajibika kwa nafasi yake. Mafunzo hayo yaliyofunguliwa leo yanatarajiwa kuhitimishwa kesho kutwa tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ukiona mtu katili naye jua ametoka utotoni.